Kamati ya nidhamu ya kikosi cha wananchi da Young African kimeweza kutoa taarifa na kuweza kumpa masaa 48 kwa Haji Sande Manara kuweza kufika ofisini kwa kamati na kuweza kukutana viongozi kuweza kujadili kile kilichoweza kujitokeza cha kuweza kumdhalilisha rais wa klabu ya Yanga pamoja pia na GSM Galib Said Mohamed ambaye ni mwekezaji wa klabu ya Yanga, na yote yaliweza kujitokeza kwenye voice note iliweza kuvuja ambayo iliweza kuvujiziwa pamoja na dada yetu ama dada wa taifa Mange Kimambi baada ya kuweza kuvujisha katika application yake ya Mange app, na voice note hizo ziliweza kusambaa kwa kasi sana kwa wale ambao walipata nafasi ya kuweza kusikiliza Haji Sande Manara, yani zile taarifa na personal issues ambazo zilikuwa zinatokea ndani kikosi cha Yanga kwa rais wa klabu Yanga pamoja pia na GSM ambaye ni mwekezaji anayemweka mjini. Kiuhalisia imekuwa ni taarifa iliyowasikitisha mashabiki wengi wa kikosi cha Yanga na kumuona Haji Sande Manara ni mtu ambaye hafadhiliki na huenda akaonekana kama mamluki ndani kikosi cha Yanga. Ilishawahi kutokea kwa miaka ya nyuma kwenye klabu ya Simba kuonekana kwamba alikuwa kwenye klabu ya Simba lakini bado alikuwa anatoa taarifa kutoka kwenye klabu ya Simba na kupeleka kwenye klabu ya Yanga, na ndo ikawa sababu ya msingi kwa sababu tayari mwekezaji wa Simba ambaye alikuwa ni Mohamed Dewji aliweza kumfunga kidude ambacho kilikuwa kinanasa sauti na kuweza kupata thibitisho na kuona kwamba Haji Sande Manara hawafai katika kazi zao, na ndio maana ikawa ni sababu kubwa kwa Haji Sande Manara kutoka kwenye klabu ya Simba na kwenda kwenye klabu ya Yanga, na ameweza kuyarudia yale yale. Ama kweli waswahili wanakuambia jasiri ama asili ya mtu haiwezi kuachika, jasiri aachi asili yake. Haji Sande Manara kutoa maneno ama kuongea unafiki na umbea, hiyo ni kama asili yake. Hivyo mpaka sasa hivi tayari kamati nidhamu ipo kwa ajili ya kutaka kushughulikia swala hili na sakata hili la Haji Sande Manara, na ndio maana ameweza kupewa masaa 48 tu kuweza kufika katika ofisi na waweze kuangalia muafaka kama ni kufukuzwa kazi na kuachishwa pia na kuweza kuvunja mkataba, basi wewe na taarifa hizo tukazipata na tukazidi kuzitoa. Basi nikupe pia ewe msikilizaji na mfuatiliaji wa channel yetu pendwa ya Hatuboy Media, unalipi la kusema, unalipi la kuzungumza kwa hili sakata ambalo linaendelea? Kwa wale ambao hawajapata Airtime kuweza kusikiliza voice note hizo, basi pia kama utazihitaji na kama utatamani kupata voice note zote za Haji Sande Manara, basi nitafute kwa nambari 0684006225 kwa maelewano zaidi. Nafikiri hapo nitakutumia voice note zote zilizo za kuvuja za Haji Sande Manara ili mradi uweze kujithibitishia ni swala gani linaloendelea kwa sasa ambalo linamhusu msemaji huyu Haji Sande Manara. Cha msingi kama kawaida tukutane kwenye comment, na hii ni Hatuboy Media.